Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu kwenye kipindi cha usichokijua, na leo tutazungumzia kuhusu miwani yenye kamera na namna inavyotesa ulimwengu wa anasa. Miwani hii ilianza kabisa mnamo mwaka 1980 ambao dokta wa Kikanada aitwaye Steveman alitoa rasmi toleo la kwanza kabisa la miwani yenye kamera, ambao projekti yake ilianza kwenye miaka ya 70, na miwani hii ilijulikana kwa jina la Eartap mnamo mwaka 1984. Hii ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kuona miwani yenye kamera ambayo ilitumika kupitia kompyuta iliyokuwa kwenye mgongo wake na kofia ya muundo wa element yenye antena kichwani ili kuunga kamera hiyo na kompyuta. Kabla ya kuwepo kwa TikTok, Facebook ikiwa na miaka 8 na iPhone ikiwa na miaka 5, mnamo mwaka wa 2012, Google X ilitaka kuwa na kifaa ambacho kitakuwa kama miwani huku kikiendeshwa na sauti. Lengo lilikuwa wazi kabisa: kumwezesha mtu kuwa na kupata habari zake kwa usiri zaidi bila kujisumbua kutumia simu. Walitumika kupata kifaa hichi tangu mwaka 2010, na mnamo June mwaka 2012 Google X ikafanya maonyesho ya kwanza ya Google Glasses ama miwani ya Google. Ila miwani hii ilikuwa tofauti na miwani ya kawaida. Miwani ya Google Glass ambayo ina uwezo wa kupiga simu, kuchati na hata kushika picha na kurekodi video, ilikuwa pia na uwezo wa kujiunga na Wi-Fi na hata Bluetooth. Uwezo wake wa kulinda chaji muda wa siku nzima ilikuwa ni furaha kubwa kwa wamiliki wake. Shida ni kwamba ili kupata miwani hii ilibidi mwaliko kutoka kwa kampuni na sio rasmi kwa watu wote. Na miwani hii ilitangazwa kuwa hatua kubwa ya kiteknolojia ya mwaka huo na Magazine Time. Muonekano wa kamera yake ulitia watumiaji hatarini, maana watu waliofia kurekodiwa kila mara walipowaona watumiaji. Mwaka wa 2015 ulisitishwa usambazaji wa miwani hii na kampuni ikatoa toleo lingine bora zaidi mnamo mwaka 2017 hadi mwaka 2023. Na kwenye mwaka huo huo wa 2023 miwani pia toleo lingine ilisitishwa pia. Na kuanzia wakati huo ndipo historia ilibadilika kabisa na kuwa ya moto zaidi. Kwenye nyakati hizo, Snapchat ikatoa toleo lake la miwani yenye kamera iitwayo Spectacles, ambao ilikuwa na muonekano halisi wa miwani ya kawaida, na hii ilitumika kwa kurekodi video na picha na kuiposti direct kwenye Snapchat. Mnamo Septemba mwaka 2021, Facebook ikasaini mkataba na Luxika ambaye ni mwanzilishi wa miwani ya Ray-Ban. Kwa pamoja wakatoa Ray-Ban Story. Idea ilikuwa ni kama ya Snapchat, kushika picha na video kupitia miwani na kuiposti kwenye story mtandaoni. Miwani ya Ray-Ban pia ilikuwa na uwezo wa kupiga simu, kusikiliza nyimbo huku simu yako ikiwa mfukoni. Na hapa ndipo shida lilianza. Maana miwani hii ni ngumu kuigundua kutokana na muonekano wake wa kawaida, na ilikuwa na muonekano mbalimbali na hata rangi mbalimbali, miwani moja ikitofautiana na nyingine. Miwani hii ina uwezo wa kushika picha kupitia sauti ya mtu anaposema "Hey Facebook, take picture", ama kwa kubonyeza button iliyo kwenye miwani hiyo. Uwezo wake ulikuwa mkubwa kiasi cha kushika picha 500 na video 30 za sekunde 30. Wazo kuu ni kushare kwenye Facebook na sio nje hapo. Facebook iliuza zaidi ya miwani 300,000 kwenye toleo la kwanza, na baadaye mnamo Septemba mwaka 2023 toleo la pili likatokea, ambayo ilikuwa ni bora zaidi, ikiwekwa akili mnemba ya Meta maarufu kama AI Meta ili kuipa ubora zaidi. Mnamo Septemba mwaka 2025 wakaachia Ray-Ban Display, ambayo ni toleo tofauti kabisa. Glasi moja ya miwani hii ilitumika kuonyesha notification na habari mbalimbali, na glasi la pili ilitumika kupitia akili mnemba ya alama ya vidole. Yaani unapotumiwa message unaweza andika hewani kupitia alama ya vidole, na miwani hii ikageuza alama hizo kuwa maandishi yaliyokamilika na ukajibu message. Ila kwa sasa miwani za aina hii zimekuwa tishio kubwa, hasa zaidi kwenye masuala ya faragha na maisha ya anasa.
Matokeo mbalimbali mbaya yameripuka hivi karibuni katika nchi mbalimbali kuhusiana na miwani hii. Tarehe 8 Januari mwaka 2026, katika mahojiano mbalimbali za media kuhusu miwani za namna hii, mwanadada Onag, mkazi wa Brington, anasema kuwa alirekodiwa na miwani ya namna hii bila ridhaa yake na video yake kusambaa kwenye mtandao wa TikTok. Mwanadada Kate, mkazi wa jijini London, aliripoti pia kurekodiwa na mwanaume kwenye jumba la mazoezi, ambapo mwanaume huyo alikuwa akimuomba namba ya simu na akakataa, ila baadaye akakuta video hiyo imesambaa, na alipochunguza aligundua kuwa mwanaume huyo alimrekodi kupitia miwani yake. Madam Rebecca Adchen kutoka muungano wa unyanyasaji wa wanawake anasema kuwa ni dhahiri miwani hii itatumiwa sana na wahalifu hao kama sehemu baya ya tabia ya ngono. Zitafanya wanawake wasijisikie salama na wajisikie kudhalilishwa. Upande mwingine, mnamo Februari mwaka 2026, serikali ya nchini Kenya imeagiza vyombo vya usalama kuchunguza tukio ambalo raia wa Urusi Vladislav Rykov anadaiwa kurekodi video nyingi za faragha zake na wanawake wa Kikenya alizorekodi kupitia miwani yenye kamera, huku wanawake wengi wa nchi ya Ghana pia wakitajwa pia kuwa wahanga wa tukio la namna hiyo. Kifaa hichi ambacho ni ishara ya hatua za kiteknolojia kimegeuka kuwa silaha ya ukatili na udhalilishaji. Je, wewe unafikiri nini kuhusiana na miwani hii? Karibu kwenye kipindi chetu cha Usichokijua, na hii ni Kasako Media. Subscribe kwenye channel hii ili kupata matokeo mengine zaidi na hadithi mbalimbali pamoja na Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.